Alhamdulillah, salamu alaykum. Sawa, pole na msiba. Pole kwetu sote, poleni na nyinyi waandishi wa habari wa Tanzania, watu wote ambao kiukweli msiba huu, kwa sababu Meja Kunta ni mwenzetu, basi ni msiba wetu wote. Pole kwetu sote. Sawa kabisa. Nimependa pia umefika hapa, umekuwa ni kiongozi wa kwanza kabisa kufika hapa. Inaonyesha namna gani ambavyo pia wasanii unaoangalia kwa jicho pana kama kiongozi wao. Pengine hasa msiba huu wa Sheta umekusa kwa namna ipi hasa, na pia huko hapa? Kwanza nikurekebishe, sio msiba wa Sheta, msiba wa Meja Kunta ambao ni baba yetu. Lakini Meja Kunta, kwa nini watu wengi tuko hapa pia? Ukiacha ni mwanamuziki, ukiacha ni kijana rahimu, lakini ni mtu wa watu. Mimi binafsi nimekuja hapa kama rafiki. Alifariki ni kama babangu. Lakini pia Meja Kunta ni rafiki yangu. Ndio maana jana saa 7:30 kwenda saa 8 nilifika nyumbani. Nikampa pole, lakini katika hiki au ratiba hii inayoendelea nikaona umuhimu wa kufika ili niweze kushiriki na mimi mazishi ya kwenda kumpumzisha baba yetu. Kwa hiyo niseme katika haya matatu ninayozungumza, kama mtu ambaye ana uelewa mpana atagundua kwamba Meja Kunta ni mtu wa watu, lakini mwanamuziki, ila ni rafiki wa watu wengi. Kwa hiyo katika jambo hili tunaamini kwamba mtu anazaliwa na mtu anaishi, lakini mtu anakufa. Moja ya kitu ambacho watu wanatakiwa wajue, kifo ni ibada ambayo inatukumbusha sisi wanadamu ambao tuko hai, Mwenyezi Mungu ametujalia afya, tunaendelea kuishi duniani. Kwa wale wanaotangulia ni kutukumbusha tu kwamba unazaliwa, unaishi na unakufa. Kwa kifo ni kipo. Tuishi kwa upendo, tuishi kwa amani, tuishi kwa kupendana, lakini tuishi kwa kuwa tunajua kwamba Mungu yupo na sisi tuwe watu wema kwa wenzetu ambao wanaendelea. Tusitanuke sana mabega, vifua, kujiona sisi tuna kila kitu, tuna mamlaka, una fedha, una kitu chochote. Inatukumbusha. Kwa hiyo kushiriki hizi shughuli za maziko ni kuendelea kujifunza na kuwa na imani hiyo kwamba kwa dini zote zinazoamini kwamba kuna Mungu, kwamba kifo ni ibada, na tuendelee kuwa watu wema katika maisha yetu. Kama kiongozi wa wote, tulimuona Meja aliomba kwamba auze vitu vyake aweze kusaidiwa. Na pengine hasa hili mlivyoona kama viongozi, serikali ilichukulia vipi hasa, na pengine wito kwa wasanii uko vipi kwenye hilo? Kwanza ni kitu ambacho kila mtu kilimshtua. Mimi binafsi pia kilinishtua. Lakini kulikuwa na initiative mbalimbali zishaanza kufanyika kabla ya kifo hichi kutokea, kwa maana ya marafiki zake, lakini kama serikali pia tulishaanza kuona. Tumeona naibu waziri alishaanza kupata initiative, na umeona before that akaanza kumpost, na sisi tulitaka kujiorganize kama marafiki kuona tunalibebaje hili jambo. Na yeye kama alivyoandika, sio muumini sana wa kutaka kuomba, alitaka kuanza kuuza vitu, lakini matatizo bwana huaga yanamfika mtu yoyote. Ni kusema, nimejifunza cha kwanza ni kusema pale ambapo una matatizo yamekukuta, ni kuendelea kusema, kuwashirikisha ndugu zako na kuona marafiki zako, watu walokuzunguka wanaweza kukusaidiaje. Lakini cha pili ni kujifunza pia. Tumeona, mimi naweza kuzungumzia rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ameintroduce bima kwa watu wote, bima kwa wote. Nadhani sasa ni initiative nzuri kuona tunapata hiyo notion kama Watanzania. Kiongozi wetu wa nchi ameleta hili jambo, na sisi tuliunge mkono kwa kwenda kufanya hivyo, kujiunga katika bima ya watu wote ambao maradhi kama hivi yanatutokea, basi unakuwa mtu huna mashaka, unakuwa na bima yako na serikali inaweza kubeba zile gharama. Hicho pia nimejifunza. Lakini pia nimejifunza pia kuendelea kuwa kuungana kwa pamoja katika masuala ya matatizo. Lazima tutengeneze marafiki, tutengeneze umoja, tutengeneze mshikamano na kupendana, ili mambo haya yanapotokea basi unakuwa na watu ambao pia wapo nyuma yako na wanaweza kukupa support katika masuala haya. Mheshimiwa,
Meja amekuwa kuna wakati anaposti taarifa, wengine wanahisi ni kiki. Neno lako kwa wasanii inapokuja watu wengine kiki zetu ama kiki zenu au kiki zao wanazozifanya, watu baadaye wanachukulia vitu serious, lakini kumbe ni utani. Kuna muda vitu vinakuwa serious na watu wanachukulia utani. Lipi neno lako hususan kwa mtu kama Meja ambaye amekuwa na nyakati hizo kila wakati? Mambo yanaenda kwa kubadilika. Mimi nimefanya music miaka 15. Nikiri ni moja ya wasanii ambao sikuwa nategemea kusema kitu nitoe wimbo. Lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu, ni mmoja wa wasanii ambaye nilikuwa kila nitaotoa ina hit. Yaani mimi nikisema nasimama kwenye stage napiga nyimbo 15, nyimbo zote watu wanaimba. Na sikuwahi kusema nataka kitu fulani, nimemdate nani, nimefanya nini. Alhamdulillah. Lakini moja ya strategic, umeelewa, katika music ilikuwa lazima useme, utokee na story na nini. Na mambo mengine yalikuwa yanaenda. Lakini niseme tu sasa hivi wa Tanzania mindset zao, they know a good thing, they know good stuffs. Wa Tanzania wanajua vitu vizuri. Wewe njoo useme nywele zangu zimenyonyoka, sijui nimefanya nini, end of the time end product ambao utatoa kama mbaya, wa Tanzania hawatoipokea. Kwa zamani sisi ulikuwa unaweza ukaja na kiki na nyimbo ikawa mbaya ukasogea. Sasa hivi wa Tanzania kwenye masuala ya entertainment music wanajua. Kwa hiyo sidhani kama pia ni good strategic. Ni wahasa tu wasanii wenzangu ambao wao wanaamini katika masuala ya kiki. Watu wanahitaji music, good music, wanahitaji. Hapo siku hizi, zamani unajua lazima sijui DJ gani ya kupige, nani ya kuzungumzia. Sasa hivi mtu unaweka ngoma kwenye social media na inanyanyuka. Kwa hiyo it's all about good music na watu wanajua vitu vizuri. Sidhani kama hiyo inatija sana this time around, kwamba wewe useme umedate nana, wewe kadeti hata na shetani, ukirudi kama nyimbo mbaya watu hawapokei. Sasa Sheta, hapo kwenye kuasa wasanii umezungumzia, pia tungependa useme neno lolote kwa labda ambao wanakuja kwenye matukio kama haya ya kijamii zaidi, wanalinda brand labda msibani, kwa labda lifestyle wanakuja nayo au aina ya mavazi ambayo wanavaa kwenye matukio kama haya muhimu zaidi. Wanaokuja sina uhakika kwanza kama hao wapo hapo. Okay, sawa, mimi nimeichukua kutokea kwako kwamba mtu anakuja msibani kulinda brand au kutangaza brand. Sasa kulinda brand, yani labda kuna aina ya mavazi ambayo unavaa ukimjaji unaona bana uko msibani labda anavaa hivi na hivi. Nimesema hapa kuna kuzaliwa, kuna kuishi na kuna kufa. Kufa kifo ni ibada, mazishi ni ibada. Sidhani kama jambo la msingi, especially kwa dada zetu, hata ndugu zetu wengine, kwenda kwenye msiba na kutegemea kwamba utatoka utazungumziwa au watu watakuzungumzia. Sidhani kama ni jambo zuri. Kiutamaduni wetu, culture yetu, wa Tanzania hatuko hivyo. Tunakwenda kwenye msiba kufarijiana, kumfariji mtu ambaye amefiwa. Kwa hiyo mimi nadhani ni rai yangu kwa vijana wenzangu, na kwa sababu mambo hayo nadhani yanafanywa sana na vijana wenzangu, tunapotokea katika masuala kama haya, zipo sehemu ambazo watu watataka fashion, utavaa vizuri, entertainment hizo naenda. Ukija kwenye msiba hakikisha unamwombea dua. Chakula cha marehemu ni dua. Ukija hapa sasa umevaa mavazi yako, unataka watu wakuangalie wewe, hata dua Mwenyezi Mungu hawezi kuipokea. Kwa hiyo rai yangu kwa vijana wenzangu ambao wanakuja kwenye msiba, jamani, tuje kwa ajili ya ibada, kumfanyia mwenzetu dua, kumwombea Mwenyezi Mungu ampokee, na tujifunze kwamba upendo, kuhamasishana. Sehemu za misiba ndio sehemu za watu kupatana, kama waligombana pia kuzungumza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi kama wapo watu wa design hiyo, rai yangu ni kwamba waache. Tukija, unajua sehemu za msiba ni sehemu za kujistiri kwa dada zetu, na sisi wengine wa kiume ni sehemu za kuhamasisha amani, upendo na mshikamano kati yetu. Nashukuru sana. Karibu sana, asante.